UN inatoa onyo kali ya kwamba watu takriban milioni 19.5 kukabiliwa na kifo na utapiamlo mkali nchini Sudan. Mashirika makuu ya Umoja wa Mataifa ikiwemo Shirika la Chakula Duniani WFP, Shirika la Kilimo na Food FAO pamoja na lile la kuhudumia watoto la UNICEF yameshusha ripoti mzito ya dharura na ya kusikitisha ikionya kuwa zaidi ya watu milioni 19.5 nchini Sudan wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha dharura cha njaa na utapiamlo unaotishia maisha yao kila sekunde. Dondoo kutokea kwenye ripoti hiyo ya dharura ya IPC iliyotolewa weekend hii zinaonyesha kuwa karibu raia wawili kati ya kila watano nchini Sudan wanaishi kwenye dhoruba kali la kukosa chakula cha uhakika, huku watu wengine takriban 135,000 wakitajwa kuwa katika hatua mbaya zaidi ya maafa, yani catastrophe phase, ambapo wanakabiliwa na vifo vya njaa mlangoni mwao. Mashirika hayo ya UN yamebainisha kuwa janga hili limezidi kuwa kubwa na la kutisha kutokana na kuingia kwa msimu wa kiangazi kikali unaoanza mwezi huu wa Juni hadi Septemba, ambapo akiba ya chakula majumbani inakuwa imekwisha kabisa kabla msimu mpya wa mavutano kuanza. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo vimejenga ukuta mgumu kwa mashirika ya misaada kufikia maeneo ya mashambani kutoa msaada wa dharura wa chakula, dawa na maji safi, kwani njia nyingi kuu zimezuiliwa na makundi ya kijeshi yanayopambana uwanjani na kupora misafara ya kibinadamu. Hali ni mbaya na ya kuhuzunisha zaidi ya watoto wadogo, kwani wanakadiriwa kuwa watoto wapatao takriban 825,000 wenye umri chini ya miaka 5 watasumbuliwa na utapiamlo mkali kabisa, yani severe acute malnutrition katika maeneo ya moto kama jimbo la Darfur, Khartoum na South Kordofan. Idadi hii ya kusikitisha imepanda kwa 25% ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya vita kulipuka nchini humo, jambo linalofanya UN kupiga kelele kwa mataifa wafadhili duniani kutoa fedha za dharura ili kuvunja ukuta wa ukata na kununua shehena za chakula kabla maelfu ya watoto na akina mama kupoteza maisha kutokana na hali ngumu ya kiuchumi katika taifa hilo.